إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل watukufu Islam na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kumcha Allah tabaraka wa taala ni wasia wa Allah tabaraka wa taala kwa wale waliokuwa kabla yetu na sisi kadhalika wote. Mola wetu Allah tabaraka wa taala ametuhusia tujitahidi katika kumcha yeye kwa kutekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na yale ambayo amekataza Allah tabaraka wa taala, na hiyo ndo sababu ya kufanikiwa kwetu fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Ibadallah, katika khutba iliyopita tulizungumzia kuhusiana na dhambi ya zina. Tukaona ya kwamba hii dhambi ni katika madhambi makubwa ambayo yameharamishwa katika Uislamu, kwa sababu kuna madhara makubwa fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah, katika hili jambo. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akaliharamisha, akasema Allah tabaraka wa taala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Akasema Allah tabaraka wa taala, na msikaribie zina, innahu kana fahisha, hakika zina ni uchafu, wa saa sabila, na ni njia ambayo ni mbaya kabisa. Kwa hiyo hili jambo watukufu Islam ni jambo ambalo limeharamishwa katika Uislamu.
na Allah tabaraka wa taala amejalia ya kwamba waumini ambao watafaulu fi dunya wal akhirah, duniani na akhera, ni wale ambao wanahifadhi tupu zao. Anasema Allah tabaraka wa taala akizungumzia waumini ambao watafaulu na wataingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao wanahifadhi tupu zao, illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, ni wale ambao wanahifadhi tupu zao isipokuwa kwa wake zao au kwa ume zao, huko hawalaumiwi. faman ibtagha waraa dhalika faulaika humul aadun, na wale ambao watatafuta njia nyingine kinyume na wake zao, kinyume na ume zao, hao wanahesabika wameruka mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, na katika madhara ya zina ambayo tuliyaona katika maneno ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, zina ni sababu ya kukata undugu. Zina ni sababu ya kukata undugu. Angalia kwenye jamii, utakutana na hili jambo ambalo amelitaja Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Na zina kadhalika ni sababu ya kutokuwafanyia wema wazazi wawili. Waangalia wazinifu hali zao na wazazi wao. Ibadallah, utakuta ni watu ambao hawana ihsani kwa wazazi wao. Na zina kadhalika ni sababu ya kuchuma haram. Mtu anachuma haram kwa sababu ya tabia ya zina aliyokuwa nayo. Na zina kadhalika ni sababu ya kuacha kuhudumia familia, mke na watoto pamoja na ndugu. Utakuta mtu anashughulika na zina, anahangaika na wanawake ambao wanazini nao, ameacha kuhudumia familia yake, mke wake, watoto wake na ndugu zake ambao wanahitajia huduma yake. Ibadallah, anasema Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, na katika madhara ya zina vile vile, zina inapelekea kumwaga damu ambayo haitakiwi kumwagwa. Kuna watu wameua kwa sababu ya zina. Ibadallah, kuna mabinti wameuliwa kwa sababu ya zina. Kuna wanawake ambao wameuliwa vile vile kwa sababu ya zina. Lakini lau wasingejiingiza katika hili jambo, wangesalimisha nafsi zao. Ibadallah, na vile vile katika madhara ya zina anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwamba mzinifu huenda akatumia uchawi kwa ajili ya kufanikisha hili jambo. Sawa sawa akawa ni mwanamume au akawa ni mwanamke, utakuta anatumia uchawi ili kufanikisha hili jambo. Na tunafahamu ibadallah kwamba uchawi ni katika mambo ambayo hayatakiwi katika Uislamu. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadhihi al-ma'siyah, haya ma'siyah ya zina, la tatimmu, huwa hayatimi illa bima'siyatin qablaha wa ma'aha. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, haya maasi ya zina
huwa hayatimii isipokuwa kwa kufanya maasi kabla yake. Mzinifu anafanya maasi kabla ya zina, na wakati wa zina vile vile anafanya maasi, na baada ya zina vile vile anafanya maasi. Kwa hiyo ni maasi ambayo yamezungukwa na madhambi qablaha wa ma'aha wa ba'daha. Ni maasi ambayo yamezungukwa na madhambi kabla yake, wakati inafanyika hili jambo, na baada yake vile vile. Ibadallah, zina ni sababu ya kuleta shari duniani. Zina ni sababu ya kuondosha khairi duniani. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, yule ambaye moyo wake umefungamana na zina, amekolewa na zina, huyu ni ngumu kumnasua. Ibadallah, anasema rahimahullah ta'ala, azza ala an-nasihina istinqadhuhu, mtu ambaye amekolea katika zina, zina imeingia kwenye damu, huyu ni ngumu kumnasua illa atake Allah tabaraka wa taala. Na anasema rahimahullah taala, yule ambaye ameingia katika hii dhambi aziage neema za Allah tabaraka wa taala, afahamu ya kwamba neema za Allah tabaraka wa taala zitaondoka, zitamkimbia, kwa sababu ni mtu ambaye anafanya uharibifu mkubwa katika ardhi ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, na katika madhara ya zina vile vile ni sababu ya kuingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, aktharu ma yudkhilu an-nasa an-nara al-famu wal-farj. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba jambo ambalo linawaingiza watu wengi motoni ni tupu zao pamoja na midomo yao. Watu wengi wataingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya tupu zao, kwa sababu hawakulinda tupu zao. Na kuna watu wengi ambao wataingia katika moto wa Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya midomo yao, wanazungumza mambo ambayo yanamkasirisha Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, katika viungo ambavyo mtu anatakiwa atahadhari navyo, awe makini navyo, ili imani yake ibakie imara, ili dini yake ibakie imara, ni utupu wake pamoja na mdomo wake. Ibadallah, usije ukaingia katika kumwasi Allah tabaraka wa taala ukafanya zina, na usije ukazungumza kwa mdomo wako, kwa ulimi wako, yale ambayo yanamkasirisha Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah taala anasema vile vile katika adhrari zina, katika madhara ya zina, zina ni sababu ya mtu kuchukiwa na jamii, na ni sababu ya uso wake kuwa mweusi. Jamii kimwona mtu ambaye ni mzinifu, inamwashiria kwa ubaya, inamsema kwa ubaya, inamtukana, inamchamba. Lakini yule ambaye ni mtu ambaye anajiheshimu, hana tabia ya zina, ni mtu ambaye anaheshimika katika jamii. Ibadallah, kwa hiyo katika madhara ya zina, zina ni sababu ya kuchukiwa na watu, na ni sababu ya uso kuwa mweusi. Jamii haikupendi. Jamii ikikuona hivi inainama kwa hasira na kwa chuki. Na katika madhara ya zina, ibadallah, zina ni sababu ya ufakiri, na ni sababu ya umri kuwa mfupi. Zina katika madhara yake vile vile, mwanamke ambaye ni mzinifu
mwanamke ambaye ni mzinifu analeta aibu, analeta dosari katika familia. Familia wakiona kwamba binti yao amezini, wanaumia, wanaingiwa na aibu, wanainamisha nyuso zao, vichwa vyao kwa aibu. Na huyu mwanamke kama atabeba mimba na akaiporomosha ile mimba akamuua yule mtoto, anakuwa amekusanya madhambi mawili makubwa, anakuwa amekusanya madhambi mawili adhimatain, madhambi mawili ambayo ni makubwa. Kwanza amezini, na hii ni dhambi ambayo ni kubwa kabisa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala anasema ya kwamba sijui baada ya kuua dhambi kubwa kama zina. Maana yake zina ukitaja katika orodha ya madhambi makubwa inakuja baada ya kuua. Kwa hiyo yule ambaye amepata mimba ya zina kisha kamua yule mtoto, amekusanya maasi ya mawili makubwa. Jambo la kwanza amezini, jambo la pili ameua, na kuua ni kukubwa zaidi. Ibadallah, na katika madhara ya kuzini mwanamke inakuwa ni sababu ya kuingiza katika ndoa yake mtoto ambaye hahusiki katika ile ndoa, mtoto ambaye hahusiki katika ile familia, anaingizwa katika familia, anarithi hali ya kuwa hastahiki, hayumo katika familia. Kwa hiyo amemwingizia mume wake kitu ambacho hakimuhusu kwa sababu ya tabia yake mbaya ya zina. Na katika madhara ya zina kwa mwanamke ambaye anajulikana kwa uzinifu ni mwanamke ambaye jamii haimpendi, jamii inamtizama kwa ubaya. Hakuna mtu ambaye atahamasika kuoa mwanamke wa namna hii, kwa sababu hakuna mtu ambaye anakubali kuchangia mke na mtu mwingine. Ibadallah, na katika madhara ya zina kwa upande wa mwanaume ni kuchanganya nasaba. Nasaba zinachanganyika kwa sababu ya zina, na zina vile vile ni sababu ya kuharibu mabinti za watu, wake za watu, na kuingiza katika matatizo ambayo yanawaharibia maisha yao yote. Ibadallah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ibadallah, alikuja kijana mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, ewe Mtume wa Allah, unaniruhusu zina? Unanipa ruhusa ya kuzini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akaagiza kwamba huyu kijana akurubie, amsogelee. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomsogelea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume akamwambia, atuhibbuhu li ummika, wewe kijana unataka zina? Hivi unapenda zina kwa mama yako? Faqala la, akasema hapana, sikubali zina kwa mama yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wakadhalika an-nas, na vile vile watu la yuhibbuna li ummahatihim, hawapendi hii tabia kwa mama zao.
Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, atuhibbuhu libnatika, hivi unapenda hii tabia kwa binti yako? Unapenda binti yako azini? Qala la, akasema hapana, sipendi hii tabia kwa binti yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wakadhalika an-nas, na vile vile watu la yuhibbuna libanatihim, hawapendi hii tabia kwa mabinti zao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia vile vile, atuhibbuhu li ukhtika, hivi unapenda hii tabia kwa dada yako? Unapenda dada yako afanyiwe hichi kitu? Akasema la, hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wakadhalika an-nas la yuhibbuna li akhawatihim, vile vile watu hawapendi hii tabia kwa dada zao. Kisha akamuuliza kuhusiana na mama mdogo, mama mkubwa, shangazi. Akasema vile vile sipendi. Akamwambia vile vile watu hawapendi hii tabia kwa shangazi zao, baba zao wadogo na wakubwa, watu hawapendi hii tabia. Kwa kama watu hawapendi na wewe vile vile haupendi, achana na hii tabia. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika huyu kijana kifua chake, akamwombea dua kwa Allah tabaraka wa taala. Akamwambia Allah tabaraka wa taala, Allahumma tahhir qalbahu, ewe Mola wangu na kuomba toharisha moyo wa huyu kijana. Maana yake huu ni moyo ambao unataka uchafu, ni moyo ambao una maradhi, ni moyo ambao una shida. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema akimwomba Allah tabaraka wa taala, Allahumma tahhir qalbahu, ewe Mola wangu toharisha moyo wake, waghfir dhanbahu, na msamehe dhambi yake aliyokuwa nayo, wahassin farjahu, na vile vile linda utupu wake. Huyu kijana akaondokewa na maradhi ya zinaa ambayo yaliingia katika moyo wake. Huyu kijana alikuwa katika vitu ambavyo anavichukia, alikuwa anachukia zinaa. Ibadallah, watukufu wa Islam, ili kulinda familia zetu na zinaa, watoto wetu na zinaa, mabinti zetu na zinaa, wake zetu na zinaa, tunatakiwa tuwalee katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wewe hauwezi kumlinda binti yako muda wote, hauwezi ukatembea naye muda wote, huwezi kumlinda mke wako muda wote, huwezi. Ili asalimike na hii dhambi, anatakiwa awe ni mtu ambaye anamwogopa Allah tabaraka wa taala, akijua ya kwamba Allah tabaraka wa taala anamuona, hawezi kuingia katika hii dhambi ya zina. Allah anasema, alam ya'lam bi anna Allah yara, hivi hajajua kwamba Allah tabaraka wa taala anamuona? Kuna bwana mmoja alimtaka mwanamke azini naye, wako wawili, hakuna mtu mwingine. Akamwambia yule dada, ma yarana illa alkawakib, hakuna anayetuona isipokuwa nyota. Yule dada akamwambia, aina mukaikibuha, yuko wapi ambaye ameumba nyota ambaye ni Allah tabaraka wa taala? Maana yake Allah tabaraka wa taala anatuona. Na Mtume alayhi salatu wasalam anasema katika watu ambao watafunikwa na kivuli siku ya kiyama, wa rajulun da'atuhu imra'atu dhatu mansibin wa mal faqala inni akhafu Allah. Katika watu ambao watafunikwa na kivuli ni mtu ambaye ameitwa na mwanamke mzuri tena mwenye mali,
lakini ni mtu ambaye anamwogopa Allah tabaraka wa taala, akasema mimi namwogopa Allah tabaraka wa taala, siwezi kufanya jambo kama hili. Tukileana kiimani ibadallah, tukiwa tunamwogopa Allah tabaraka wa taala, tutasalimika na dhambi kama hii na madhambi mengine. Sasa hivi watoto wanatoka wanaenda mashuleni, chuoni, sekondari, shule ya msingi, wanatoka wanaenda sehemu mbalimbali. Kama hawamwogopi Allah tabaraka wa taala, ni kipi ambacho kitawazia na zina ibadallah? Lakini kama watakuwa wanamwogopa Allah tabaraka wa taala, watasalimika na hili jambo, na itakuwa ni salama ya dini yao, na itakuwa ni heshima katika familia yao. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa khudhul at-tughata wal mulhidin wa sa'ira a'da'i ad-din. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.